hapo ndipo tutamkuta mzaliwa wa kwanza. Sio hii mnaokomboa mzaliwa wa kwanza ujinga. Hamna kitu kama hicho. Hiyo imani ilizagaa sana, sijui kama ilifika na huko ya kukomboa mzaliwa wa kwanza. Inahitaji mtu awe na zero theology, yani ana sifuri theolojia, sifuri, ndio anaweza kuamini kitu cha kijinga namna hiyo, ambacho kwanza ni cha kipagani. Kilianzwa na Wakana ni mwaka 1200 na kitu, wakati wa Joshua kule na Wakana. Mzaliwa wa kwanza wa Misri, sikiliza nikwambie, unasoma maandiko kufika sura ya 3 ya Hesabu, Mungu aliachana na wazaliwa wa kwanza, akamwambia Musa, nitengee Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza. Jamani, which Bible do you read? Wachungaji, tutapoteza kundi tukiwa tunaongea vitu visivyoeleweka. Jamani, tuendelee kupenya kila mahali, kila kiumbe, ujumbe wa mwisho, onyora mwisho. Sema amina. Na Bwana alifanya kazi, akamwambia nihesabie wazaliwa wa kwanza wote. Wakahesabiwa. Walikuwa wangapi? 2273. Wakahesabiwa Walawi wakawa wao 2000 tu. Akaambiwa wakomboe hawa 273 ili ibalance, maana na achana na wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo wakabaki kuwa kivuli, a typology ya mzaliwa wa kwanza halisi ambaye ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza, sio wa tumboni, ni mzaliwa wa kwanza waliokufa. Firstborn among the dead. Sisi hatushughuliki na mzaliwa wa kwanza wa tumbo lako. Mzaliwa wa kwanza wa tumbo lako mpe mabata huku na mabakuli arithi, hahusiani na mpango wa Mungu. Wakati Yesu atakaporudi tena duniani, jamani, tuendelee kupenya kila mahali. Haleluya, Sumbawanga. Ninyi mnaokomboa mzaliwa wa kwanza, nimeandika kitabu kujibu hilo fundisho la ovyo, kinaitwa Pasaka na mzaliwa wa kwanza. Maana walishaandika watu vitabu katika academics, mtu akiandika unajibu kwa maandishi. Nimeandika kiko pale. Sikiliza nikuambie, naomba hapa kama yupo mtu anipe mtu mmoja ambaye Mungu alimtumia kwenye Biblia kwa sababu yeye ni mzaliwa wa kwanza. Nipe mmoja. Watoto wawili wa Adamu, nani alichukuliwa? Habili ni wa kwanza. Habili Daudi ni mtoto wa ngapi? Wa 8. Musa ni mtoto wa kwanza. Wa 3. Nipe wa kwako mzaliwa wa kwanza ambaye alitumiwa na Mungu. Nipeni sasa. Huko mzaliwa wa kwanza mnapomfanya awe lango la baraka ni nini? Lango la baraka imesemwa katika Mwanzo 12, mzao wako Ibrahimu, huyu kwa mataifa yote yatabarikiwa kupitia mzao, yani Yesu Kristo. Si unaozaa wewe wako ka baby kako, kavalishe suruali halafu kapeleke shule, hakana kazi huku kwenye mpango wa Mungu. Watumbo lako hawezi kuwa lango la baraka. Yesu Kristo ndio lango la baraka kwa mataifa yote. Halafu hao jamaa wanaohubiri mzaliwa wa kwanza na kumkomboa, wahuni kweli. Unajua wahuni kwa nini? Unajua wahuni kwa nini?
Anaposema mkomboe, sadaka unampa nani? Yeye. Kwa hiyo yeye ndio alimwiba. Maana kukomboa ni kutoa mikononi mwa aliyemchukua. Kwa hiyo nakwenda kukomboa. Kwa hiyo yeye ndio mwizi. Lazima yeye ndio awe mwizi, maana anapokea gharama ya ukombozi. Kwa hiyo yeye ndio mwizi. Kwa hiyo huyo ndio mchawi mwenyewe. Ungemuuliza na mkomboa kutoka wapi, akuambie ili sasa ulipe gharama kwa huyo anayemmiliki. Redeeming is paying back, is paying a price of, na unamlipa yule ambaye ana haki ya kumiliki hiki kitu, ili uondoe haki ya miliki yake, ili miliki iwe ya kwako. Sasa kama yeye anakuambia mkomboe nipe hela 50,000, basi yeye ndio mchawi. Kwa hiyo mshughulikie kwanza mchawi wako. Haleluya. Haleluya mpaka kule ndugu zangu. Excellent.